Yesu akiwa anaelewa nguvu inayotokana na madhabahu eneo, alikuwa na madhabahu yake eneo, mahali ambapo ndipo alikuwa analala. Nakumbuka Yesu anasema ndege wa angani wako na mahali pao, wako na viota, mahali ambapo wanalala, lakini mwana wa Adamu ana mahali pa kulazia kichwa chake. Lakini Yesu alikuwa analala kwenye mlima wa Mizeituni akiwa anaomba kule. Maana alikuwa anajua umuhimu wa kuwa na madhabahu eneo. Ukiangalia Yohana Mbatizaji alikuwa anakaa nyikani, jangwani kule. Amezaliwa mjini kule Yerusalemu kule mji wa Yuda, lakini akaenda jangwani kuhubiri kule, kwa sababu ile spirit ilikuwa ndani yake, ilikuwa ni ile spirit ya Elijah, na ilikuwa inamtaka, ama ile spirit huwa ilikuwa inafanya kazi vizuri kule jangwani. Lakini pia madhabahu ilikuwa kule jangwani, maana Elijah alikuwa anaishi kule jangwani. Kwa hivyo ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu 21 na mstari wa 37 na 38, maandiko yanasema ya kwamba mchana Yesu alikuwa anahubiri hekaluni, lakini ukifika usiku alikuwa anaenda analala kwenye ule mlima wa Mizeituni. Na hapo ndipo nimeeleza kwamba alichukuliwa akaenda mbinguni. Malaika wakasema kwamba kama vile mmemwona Yesu ametwaliwa, hivyo hivyo ndio atarudi hapa kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa hivyo Yesu alikuwa na madhabahu yake, madhabahu eneo, mahali ambapo alikuwa anaomba usiku. Hicho kitanda chako hapo unalala unafaa kuwa ni madhabahu eneo, mahali ambapo utaunganika na mbingu. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wakilala kwenye vitanda vyao wanaunganika na ulimwengu wa kuzimu, wanaenda kuota ndoto wakiwa wanakimbizwa na nyoka, wakiwa wanauawa, wakiwa wanaibiwa, vitu kama hizo. Lazima utakase kitanda chako na mahali ambapo unalala pakuwe madhabahu eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana utaona kwamba kwenye hicho kitabu cha Luka 21:37 Yesu alikuwa na madhabahu yake. Lakini kabla haja kuwa na madhabahu yake, kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 10 pale kuanzia mstari wa 40, maandiko yanasema kwamba Yesu alikuwa anaenda kwenye ile madhabahu eneo ya Yohana Mbatizaji, mahali ambapo alisikia sauti ya Mungu ikisema ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa, mkapate kumsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna umuhimu wa kuwa na eneo ambalo unaliita madhabahu eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kuwa Mungu anasema kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 7:48 kwamba hawezi kukaa katika nyumba zilizotengenezwa na wanadamu. Anasema kwamba anasema mbingu ni mahali pa kuwekea kiti changu, lakini katika inji ni mahali pa kuwekea miguu yangu. Kuna umuhimu pia kama mwanadamu, kwa sababu hii ndiye eneo lako, ukuwe na madhabahu eneo, mahali ambapo utaweza kuunganika na mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya hayo nataka nifundishe kuhusiana sana na hii madhabahu eneo, ndio uelewe kwa undani sana. Uelewe unapoenda kanisani nini ambacho kinakupaswa, na uelewe mambo mengi ambayo utaelewa kwenye madhabahu eneo. Nataka tusome, lakini kabla hatujafika kule, utasoma kwa wakati wako kitabu cha Matendo ya Mitume 17:24 ambapo Mungu anasema ya kwamba hawezi akakaa kwenye madhabahu, kwenye manyumba ambazo zimetengenezwa na wanadamu, lakini anaishi. Sasa anaposema hivyo ni kwamba sisi ndio alitutengeneza sisi wanadamu. Kwa hivyo kama hawezi kukaa kwenye eneo ambalo limetengenezwa, mahali kumetengenezwa, ina maana kwamba anaweza akaishi ndani ya miili yetu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tupige hatua tuende kwenye kile kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. Kitabu cha Waamuzi nafundisha kuhusiana na madhabahu eneo. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6, nataka tuanze na ule mstari wa 11. Kitabu cha Waamuzi, fungua kitabu cha Waamuzi, kwa sababu kuna mistari kama mingapi, kama 5 ambao nitakuwa naisoma pale. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 ule mstari wa 11 pale. Tuanzie pale. Maandiko yasema nini? Maandiko yasema hivi: Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi.
Mwabiezeri na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikisho ili kuificha machoni pa Wamidiani. Maandiko yasema ya kwamba malaika wa Bwana akamtembelea Gideoni na alimtembelea katika mti mmoja ambao unaitwa mti wa mwaloni. Kila neno ambao unaonanga inatumika kwenye Biblia ujue kwamba inakuanga na umuhimu wake sana, ambao unafaa kuichimba kwa ndani ujue kwa nini mti wa mwaloni umetajwa kwenye Biblia. Kwa nini Biblia ingesema tu malaika wa Bwana akamtembelea Gideoni katika mji fulani? Kwa nini imetaja mti wa mwaloni? Zamani miti ya mialoni ndio ilikuwa miti inatumika, ilikuwa ngumu kwa kutengenezea mbao. Ilikuwa ni miti mikubwa ambayo unaweza ukaitumia kwa kivuli, lakini pia ilikuwa ni miti ambayo inaaminika kwamba ilikuwa ni miti ya kiroho. Ni miti ambayo watu wa falme za giza nyakati zile walikuwa wanatengenezea madhabahu zao kule, lakini pia watu wa Mungu walikuwa wanatengenezea madhabahu zao kule. Sio kama siku za leo ambapo utatengeneza kanisa, tengeneza madhabahu, nyumba nzuri. Zamani watu walikuwa wanajenga madhabahu chini ya miti. Sasa kati ya miti ambayo ilikuwa inatumika, mmoja ulikuwa ni mti wa mwaloni. Ndio maana ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo 13:18 pale utaona kwamba Ibrahimu akatengeneza madhabahu chini ya mti wa mwaloni. Lakini pia kwenye kile kitabu cha Isaiah 57:5-6 inaongelea kuhusiana na madhabahu ambazo watu wa falme za giza walizitengeneza chini ya mti wa mwaloni. Kwa hivyo mti wa mwaloni ulitumika kwenye masuala ya kiroho sana. Watu waliamini kwamba ni mahali ambapo wanaweza wakaunganika na mbingu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nyakati zile Roho Mtakatifu hakuwa ameingia ndani ya watu. Watu walikuwa Roho Mtakatifu anakaa juu yao. Ndio maana utasikia maandiko yanasema Roho wa Mungu alikuwa juu yangu, Roho wa Mungu alikuwa juu yangu, vitu kama hizo. Nyakati zile Roho Mtakatifu alikuja kuanza kukaa ndani ya watu wakati wa mitume wa Yesu walipoambiwa ya kwamba endeni mkakae Yerusalemu mpaka wakati ule ambapo mtapokea ahadi ya Baba. Ndio wakati ambao Roho Mtakatifu alianza kuhudumia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati zile watu walikuwa wanatumia maeneo katika kukutana na Mungu, na kati ya maeneo mojawapo ni chini ya mti wa mwaloni. Sasa maandiko yanasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili aifiche machoni pa Wamidiani. Wakati huu ambapo tunazungumzia, wana wa Israeli walikuwa wametawaliwa na taifa la Wamidiani, na walikuwa ukifika wakati wa wakivuna mazao yao, Wamidiani walikuwa wanakuja wanachukua mazao yao. Roho ya Wamidiani ni spiriti ambayo haileti shida wakati ule ambapo unapopanda, wakati ule unapopambana kuanzisha biashara, lakini wakati ule unapoanza kuwa na mavuno, wakati ule ambapo unaanza kupata mavuno, ndio utaona hiyo spirit ya Wamidiani inaanza kujidhihirisha. Maandiko yasema ya kwamba Gideoni akakaa chini ya mti wa mwaloni akiwa anapepeta ngano pale, na ili aifiche isije ikachukuliwa na Wamidiani. Wamidiani walikuwa wanakuja wananyang'anya cha nguvu. Wamevuna kwenye mashamba, lakini wanakuja wakati wa mavuno. Kuna spirit katika maisha ya watu ambayo haitakusumbua wakati ule ambapo unaanzisha biashara, wakati ule ambapo ndoa yako inaanza, lakini wakati ule ambapo unaanza kuonyesha mavuno, unapoanza kupata matokeo, ndio unaona hiyo spirit inaanza kukuattack. Ndio spirit ya Wamidiani. Wakati ule ambapo unapotia bidii ili kupanda kwenye shamba yako, hiyo spirit haina shida na wewe. Unapolima, unapotoa mangungu, haina shida kabisa. Lakini wakati ule ambapo unapoanza kupata mavuno, ndio hiyo spirit wa Midiani inakuja ili ichukue mavuno yako. Yaani inalenga final product ya kile ambacho unakitafuta.